hatuwezi kutambua, hawezi kukaa ndani yetu. Kwa hiyo atakapokuwa ndani yetu, ina maana hata katika yale mambo ya kimwili na kila kitu, hali yote zile, uwezesho wa utendaji kazi, Roho Mtakatifu ndio atakaotusaidia. Lakini ile Wakorintho wa pili na ile mstari wa 3, sura ya 3 na mstari wa 6 anasema hivi, kama ni fupi kutueleza. Maana andiko huo, lakini Roho huishi. Kwa hili natuambia hata kama tunaposoma maandiko basi kwa Roho Mtakatifu bado haiwezi kuleta matokeo. Bwana Yesu asifiwe. Haiwezi kuleta matokeo. Kwa Roho Mtakatifu ni muhimu sana katika maisha yetu. Kwa kila siku sisi watoto wa Mungu tunatakiwa kuomba kujaza na nguvu za Roho Mtakatifu kila siku itwapo leo. Kila siku na kumwambia Roho Mtakatifu, hatuwezi, tunakuhitaji wewe kila saa na kila wakati. Kwa sababu ya umuhimu wa nafasi ya Roho Mtakatifu katika maisha yetu, katika maisha na safari hii ambayo tunayoenda. So katika ile Timotheo wa pili, Timotheo wa pili na wale sura ya 3 na mstari wa 5, na mtu ambaye Timotheo wa pili sura ya 3 na mstari wa 5. Yes, inasema wenye mfano wa utauwa, lakini wakikana nguvu zake, hao nao ujiepusha nao. Nini maana yake? Ni kwamba tunapokuwa sisi wa Kristo tunamwamini Mungu, lakini hatuna huyo Roho Mtakatifu, tunakuwa tunakuwa na sura ya utauwa, lakini hatuna nguvu za Roho Mtakatifu. Yesu asifiwe. Tunakuwa na sura ya Ukristo, lakini hatuna nguvu za Roho Mtakatifu. Kwa hiyo sasa unaweza kuona namna gani somo hili lilivyo la muhimu mno katika maisha yetu na safari ya kwenda mbinguni. Maana yeye ndiye anaongoza. Sema maneno haya sasa. Sema maneno haya sasa. Sema maneno haya. Sema maneno haya. Sema maneno haya. Sema maneno haya. Roho Mtakatifu. Niuishe tena. Niuishe tena. Fanya neno lako. Fanya neno lako. Fanya neno lako. Liwe hai ndani yako. Liwe hai ndani yako. Nipe uhai wa kiroho. Nipe uhai wa kiroho. Unaonifanya niwe hai. Unaonifanya niwe hai. Kwa Mungu. Kwa Mungu. Na mfu. Na mfu. Kwa dhambi. Dhambi. Bwana nisaidie. Katika kipindi, kwa sababu Roho Mtakatifu ndio chanzo cha uhai wa kiroho. Bwana Yesu asifiwe. Lakini mengine, umuhimu wa kumjua Roho Mtakatifu. Yeye ni mwalimu wa kweli anayefunua mapenzi ya Mungu. Ni mwalimu wa kweli anayefunua mapenzi ya Mungu. Tusome Yohana 14 na mstari wa 26. Yohana 14 na mstari wa 26. Yohana 14 na mstari wa 26. Inasema, lakini huyo msaidizi, huyo Roho Mtakatifu ambaye Baba atampeleka kwa jina langu, atawafundisha yote na kuwakumbusha yote niliyowaambia. Yesu alipokuwa katika hali ya kimwili kabla hajaondoka duniani, alikuwa akiwaambia wanafunzi wake ya kwamba hata waacha yatima. Anapoondoka atawapa Roho Mtakatifu ambaye ndio msaidizi. Yeye ndio atakayewasaidia. Sema, lakini huyo Roho Mtakatifu lakini huyo msaidizi anamuonesha kama msaidizi, lakini huyo msaidizi huyo Roho Mtakatifu ambaye Baba atamtuma kwa jina lako, huyo atawafundisha yote na kuwakumbusha yote niliyowaambia. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo Roho Mtakatifu ndiye mwalimu wa kweli. Hakuna mwalimu mwingine wa mwili zaidi ya Roho Mtakatifu. Ndio maana leo tunajifunza na mwendelezo wake, tunajifunza sana somo hili. Tutapita karibu kila eneo kuhusu Roho Mtakatifu mpaka tumfahamu, mpaka watoto watakuwa wanamjua Roho Mtakatifu ni nani. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ndio anaofunua maana ya kila ya maandiko. Tukatokea hatuwezi kusoma maandiko kama hatuna huyo Roho Mtakatifu.
Yeye ndio anaotufungua. Na unaona wakati mwingine andiko hili ambalo tumelisoma hapa, ukienda nyumbani ukatulia tena, unaanza kulisoma kwa upya. Niombe watoto utulivu kidogo, niombe utulivu na tukia katika hali ya Roho Mtakatifu kumruhusu. Niombe sasa. Bwana Yesu asifiwe. Andiko lile ambalo umelisoma sasa, watoto waache tu. Ndio walisha watu wazima, watoto waache tu wale. Waache. Bwana Yesu asifiwe. Andiko hilo ambalo unaweza kulisoma leo, kesho tena ukalirudia baadaye. Unashangaa Roho Mtakatifu anaanza kukufunulia andiko lile anaanza kukupa maana. Bwana Yesu asifiwe. Na leo neno la Mungu li hai, tena lina nguvu. Kwa maana ya nini? Kwa maana kwamba yeye ndiye anayefunua maana sahihi ya maandiko, kwa sababu yeye ndio mwandishi. Bwana Yesu, neno hili lilowaambia hilo tena ni mzima. Bwana, haya maneno ya Mungu ndio Roho Mtakatifu. Kwa hiyo yeye ndio mwalimu wa kweli ambaye anayafunua nini maana ya maandiko. Tunapokuwa tunamjua yeye ni mwalimu aliye sahihi sana. Tukimkosa huyu, tunaweza kuwa na tafsiri tofauti juu ya maandiko. Katika chuo cha Biblia, wao wanasoma neno linaloitwa hermeneutics. Teolojia wanajifunza maana ya kutafsiri maandiko. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na sasa hiyo ni katika namna sasa ya kitaaluma. Sasa tunaye mwalimu wa kweli ambaye Yesu mwenyewe alisema huyo atawafundisha. Kwa hiyo Roho Mtakatifu ni mwalimu sahihi. Katika teolojia unajifunza tu kwa kipindi fulani, lakini uweze kujifunza vitu vyote. Ni kwa sehemu. Roho Mtakatifu tutakuwa naye. Hata ambaye hajakuta katika sehemu zile, baada atakuwa na mwelewa Roho Mtakatifu katika viwango vikubwa, kwa sababu yeye ndio mwalimu. Yeye ndio kila kitu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Lakini yeye ndio anaofanya neno la Mungu liwe hai katika maisha yetu ya kibinafsi. Pasipo Roho Mtakatifu, neno la Mungu tutalisikia tu kama historia. Linakuwa halina nguvu katika maisha ya kibinafsi. Kwa Roho Mtakatifu ndiye mtoa uzima. Hatuna mwingine zaidi ya Roho Mtakatifu. Kwa hiyo Roho Mtakatifu tutajifunza kwa kina sana. Na yeye ameahidi katikati ya somo hili, katika tunapoendelea mpaka baada ya somo hili, tutakuwa tunamjua sana. Na atakuwa ndani yetu. Na yeye atajidhihirisha. Hatutakuwa watu wa kawaida. Tutakuwa ni watu mbele za Mungu wenye thamani kubwa kwa sababu ya huyo Roho Mtakatifu. Lakini Roho Mtakatifu yeye hata anapokufundisha, anakufundisha kwa upendo. Anakufundisha kwa upendo. Anakufunulia katika namna ambayo ni tofauti na walimu wengine. Bwana Yesu asifiwe. Yeye ufundishaji wake ni kwa upole sana, upendo sana. Ni tofauti na walimu wengine. Kwa hiyo sasa unaweza kuona namna ambavyo Roho Mtakatifu ni wa muhimu. Sasa turudi kidogo katika Yohana 14:26. Biblia inatuambia, lakini huyo msaidizi, huyo Roho Mtakatifu ambaye Baba atamtuma kwa jina langu, huyo atawafundisha ili tuweze kuyashika yote. Bwana Yesu asifiwe. Kuna maneno hapa yametumika kule. Anasema atawafundisha na kuwakumbusha yote. Sasa neno atawafundisha yote haimaanishi kwamba Roho Mtakatifu atatufundisha kila kitu cha kidunia. Hata atafundisha mambo yote ya kidunia. Yeye atatufundisha tu yale yaliyo mapenzi ya Mungu, ili tuweze kuyafanya mapenzi ya Mungu, ili tuweze kuwa karibu, kutuongoza, ili tuweze kuwa karibu na Baba, kutoka katika uweponi. Kwa hiyo yeye atatufundisha yote, hausikani na mambo ya kidunia. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo atatufundisha pia jinsi ya kuishi maisha matakatifu ambayo yatatuwezesha sisi kuweza kumtukuza Mungu. Huyo Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu ni wa muhimu sana. Ni wa muhimu mno. Lakini yeye atatukumbusha. Neno anaposema atawakumbusha yote niliyowaambia. Na hili inaonyesha kwamba Roho Mtakatifu atatusaidia kukumbuka neno kwa wakati linapohitajika. Kuna wakati unaweza kupita katika changamoto fulani, na Roho Mtakatifu akaachilia neno linalohusiana
likaja neno ambalo likakutia faraja, likakutia amani kwa kipindi hicho ambacho unatupigia. Huyo ni kazi ya Roho Mtakatifu. Kwa hiyo nasema atawakumbusha yote niliyowaambia. Ana maana kwamba katika nyakati fulani, kuna nyakati utakuwa unapita. Bwana Yesu asifiwe. Bado Roho Mtakatifu ataachia neno. Ile neno ambalo utaachia linatoka kwake. Sasa atatukumbusha. Utapita katikati ya uzuri, bado neno litakwambia. Na furahi, tena nasema furahi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Roho Mtakatifu ndiye anayetukumbusha. Yeye ndio atatufundisha kuyashika yote. Tusome ile Wakorintho wa kwanza sura ya 2 mstari wa 10 na wa 12. Tuone namna ambavyo Roho Mtakatifu alivyo muhimu. Yeye anaweza kuchunguza hata mafumbo. Wakorintho wa kwanza sura ile ya 2 mstari wa 10 na wa 12. Yes. Nayo inasema, lakini Mungu ametufundisha sisi kwa Roho, maana Roho huchunguza yote, hata mafumbo ya Mungu. Mstari wa 11. Maana ni nani katika binadamu ayajuaye mambo ya binadamu, ila roho ya binadamu iliyo ndani yake? Vivyo hivyo na mambo ya Mungu hakuna ayafahamwe ila Roho wa Mungu. Mstari wa 12. Lakini sisi hatukuipokea roho ya dunia, bali Roho atokaye kwa Mungu, makusudi tupate kuyajua tuliyokirimiwa na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Katika huu mstari wa Korintho wa kwanza sura ya 2 na mstari wa 10 mpaka 12, hii inatuonyesha kwamba maarifa ya kimungu hayapatikani kwa akili za kawaida. Hata uwe na akili kiasi gani, maarifa ya kimungu haiwezi kupatikana kwa akili ya kawaida. Kwa hiyo ni kupita katika Roho Mtakatifu peke yake. Yeye ndiye anayefunua hata mafumbo yao katika ndani ya moyo wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo somo hili ni somo la muhimu mno. Na kisoma katika ile Yohana 16 na ule mstari wa 13. Lakini anasema kwamba Yohana 16 mstari wa 13 anasema, lakini yeye atakapokuja, huyo Roho wa kweli, atawaongoza hawatie kwenye kweli yote. Yohana 16 na ule mstari wa 13. Lakini yeye atakapokuja, huyo Roho wa kweli, atawaongoza atie kwenye kweli yote. Kwa maana nyingine, Yesu alikuwa anazungumza haya maneno, lakini huyo Roho Mtakatifu atakapokuja, atawaongoza awatie kwenye kweli yote. Kwa maana nyingine, bila huyu Roho Mtakatifu hatuwezi kuwa katika kweli. Ingawa tunamwamini Mungu, ingawa tunakuja kanisani, kila mmoja anatamani aweze kuwa na huyu Roho Mtakatifu. Tunapoendelea kujifunza, utaona namna ambavyo Roho Mtakatifu ni muhimu. Bwana Yesu asifiwe. Jitahidi tu mwambie ndani yako, usikose. Kwa hiyo Roho Mtakatifu yeye anatuongoza hatua kwa hatua katika ukweli wa Mungu bila kupotoshwa. Roho Mtakatifu. Tusipokuwa na Roho Mtakatifu, ni rahisi kuruka hatua na ni rahisi pia kuweza kupotoshwa. Kwa Roho Mtakatifu ni muhimu sana. Kwa tunamhitaji Roho Mtakatifu katika maisha yetu ya kila siku. Kila siku tunamhitaji Roho Mtakatifu. Kila siku lazima ujue kwamba mimi pasipo Roho Mtakatifu siwezi. Namhitaji kila siku. Kila siku usichoke, kwa sababu yeye ndio uzima wako. Pasipo yeye hakuna, hata jitihada zetu haziwezi kuzaa matunda. Ni kwake yeye Roho Mtakatifu pekee. Kwa hiyo tusipokuwa na Roho Mtakatifu, ni kama vile ambavyo unaposoma Biblia unakuwa huna msaada wa Roho Mtakatifu. Leo unaposoma Biblia bila msaada wa Roho Mtakatifu, ni kama ambavyo unaona hapa juzi umeme ulikatika. Umeme upo lakini taa haziwaki. Kwa umeme upo ambao unaweza kuweza kutaa haziwaki tupate nuru.
lakini taa haziwezi kuwaka kwa sababu umeme hamna. Bwana Yesu asifiwe. Ndivyo Roho Mtakatifu tusipokuwa naye tunakuwa kama ambavyo taa zipo lakini umeme hakuna sehemu ya kutoa nuru. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Ni somo zuri sana. Sasa sema kila kipengele tutakuwa tunaenda hivyo tunamwambia tunasema maneno. Kwa unapokuwa unasema maneno katika kipengele kimoja kimeisha, hebu jitahidi kusema maneno kwa kumaanisha. Bwana Yesu asifiwe. Sema maneno haya kwa kumaanisha. Roho Mtakatifu, nisaidie kuelewa neno la Mungu kwa undani. Nifundishe mapenzi ya Baba. Na unifanyie ufunuo wa kweli juu ya maisha yangu. Nipe masikio ya kusikia. Na moyo wa kuelewa unachonifundisha. Sasa lakini kwa nini Roho Mtakatifu ni wa muhimu? Sababu nyingine ni nguvu ya ushindi dhidi ya dhambi. Nguvu ya ushindi dhidi ya dhambi. Tusome leo Warumi 8 mstari wa 13 na 14. Nguvu ya ushindi dhidi ya dhambi. Warumi 8 sura ya 13 na mstari wa 14. Yes. Nayo inasema, kwa maana kama tukiishi kwa kufuata mambo ya mwili mwataka kufa, bali kama mkiafiisha matendo ya mwili kwa Roho mtaishi. Mstari wa 14. Kwa kuwa wote wanaoongozwa na Roho wa Mungu hao ndio wana wa Mungu.